taarifa ya vikao vya kisheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, vikao vya ODC, vikao vya halmashauri ya kijiji na mikutano mikuu imefanyika yote, isipokuwa vitongoji vitao kati ya 33, 27 imefanyika, bado 6. Na hivi vikao 6 tumeshatoa maelekezo kwamba vifanyike ndani ya mwezi huu wa pili, na taarifa hiyo ilitoka kwa mkurugenzi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mkutano mkuu hapo kwenye taarifa ya jumla itaonekana Hayasanda ikifanya mkutano mmoja, umefanya jana. Kwa hiyo ichukuliwe hivyo. Upande wa mapato, Mheshimiwa Mwenyekiti, mapato ya halmashauri kata yangu kama kawaida unajua haichinji ng'ombe, lakini kwa awamu hii kota hizi imechinja ng'ombe 4 ambaye ni shilingi 8,000. Upande wa ushuru wa huduma lengo ni 770,000, lakini kata imekusanya 820,000 ambayo ni sawa na 106%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa madawati, Mwenyekiti, sisi tuna upungufu wa madawati 28 kwa kata nzima ambayo ni shule za msingi, na hizi dawati 28 ni za ukarabati. Tumeshatoa maelekezo ya ukarabati Hayasanda 10, lakini shule ya msingi Endanachan dawati 18 wananchi wanatengeneza na utaratibu unaendelea. Kwa upande wa sekondari, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna ziada ya madawati 10. Kwa upande wa chakula tunalisha kwa 100%, kwa maana ya kwamba wale shule ya awali wanapata uji na wengine wote wanapata chakula. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha taarifa ya kata ya Hayasanda. Asante. Taarifa ya Hayasanda. Mheshimiwa Mkurugenzi, shule ya msingi Aimanda kwanza ndio na upungufu wa walimu. Sasa mmoja amechukuliwa pale, amepewa nafasi ya kwenda kuwa kiongozi shule nyingine. Ni jambo la msingi, ni jambo la kawaida. Sasa pale umebaki upungufu. Na ni miongoni mwa shule ambazo tunategemea kwenye ile kata inafanya vizuri. Inawezekana tukashusha taaluma pale. Naomba msaada wako Mwenyekiti. Na Mwenyekiti tusaidie. Lakini pale tumeanzisha shule shikizi, naye naomba Mkurugenzi tusaidie kuweka mwalimu pale. Na kijiografia ile shule ni muhimu sana. Na watu wa elimu walishafika pale wakaona ni lazima ile shule ianzishwe. Jiografia ile imekaa vibaya. Sasa hizi watoto wako pale, madarasa tumekamilisha, lakini mwalimu aliyoko pale ni mtu wa kijijini tu, anafundisha wale watoto. Ile kitu haijakaa sawa, naomba unisaidie pale Mwenyekiti. Asante sana Mwenyekiti.